wakati na kupendeza kabisa. Matthew Ndeva ni jina langu, kwa ndani ya Radio Fortune Africa majira ya asubuhi mapema. Bwana ametulinda, ametubariki, ametupa uwezo na nguvu, na tunasonga hatua moja kwenda kwa nyingine kwa baraka zake Mungu ambazo ametuhifadhi na kutubariki nazo siku zote. Nataka tupokee nukuu ya matumaini baada ya neema ya Mungu kuwa nasi, na neno litadumu milele. Neno lake Baba litatulinda na kutubariki siku zote. Atukuzwe kwa sababu ya kutuhifadhi, kutubariki na kutuonekania. Nimeona mkono wake ukiwa nasi tangu juma lilipoanza. Tumeona neema yake ikitutosha, na ndio tunasema atukuzwe na ainuliwe milele kwa uwepo wake na kwa ukuu wake. Jambo ambalo ninalo katika moyo wangu ni hili, ya kwamba asanteni sana kwa wote ambao mmetumia nafasi zenu za kuwa nasi. Asanteni kwa wote ambao wamejitolea kwa fedha na mali zenu kusimama kituo hiki. Hasa wale ambao wanatuombea kila kuchao, wanachukua nafasi yao kututulia dua mbele za Mungu na kusema Bwana atubariki sana. Till namba yetu ni 4561468. Popote ulipo unaweza tumia till namba hiyo ukasimama kituo hiki, na Baba wa majeshi atakubariki sana. Matthew Ndeva ndio jina langu, sauti ya kifalme, na tukiwa ndani ya Radio Fortune Africa na pia ndani ya kipindi Kisima cha Matumaini. Nasema hivi, ipo siku katika nukuu ya matumaini. Ipo siku, na siku ipo, na siku yako ni siku moja tu. Ipo siku, na siku ipo, na siku yako ni siku moja tu. Aliahidi Bwana mengi atayafanya kwa siku hiyo. Aliahidi Bwana ni mengi na atatenda kwa siku hiyo. Aliahidi Bwana ni mengi na siku hiyo atatimiza. Siku yako itakapofika. Katika nukuu ya matumaini asubuhi njema kabisa, na sasa na siku hii, na sana siku hii na jioni ya siku ya leo, ya kwamba siku yako ipo na ni siku ya baraka zako. Na hakuna jambo ambalo tunaweza sema ya kwamba kwa siku hii alitatimia. Bwana atatimiza tu kwa wakati wake. Tusema hivi katika habari za nukuu ya matumaini: usifanye kila kitu pasipokuwa na hekima. Siku zote ifanye hekima kuwa vitu unavyovifanya. Akili yako, na kuyaweka akili yako vizuri ni kudhibitisha kwamba mawazo yako yamedhibitika kwa kile unachokifanya. Kinaweza onekana kuwa dhaifu na kisichokuwa na nguvu machoni pa watu, lakini ipo siku kitu kile kitadhibitika na kuonekana cha dhamana tena cha nguvu machoni pa watu. Jambo la pili katika nukuu ya matumaini tusema hivi: Mungu Baba akusaidie moyo wako upende, ufanye kila kitu katika moyo. Unapokifanya kwa hekima na maarifa na akili zako, pia tamani kufanya kwa moyo, kwamba moyo wako ujitolee kukifanya kitu unachokifanya. Naamini ikiwa utajitolea katika maombi na kutuma moyo wako katika nguvu za kimaombi, kwamba Baba yatimize makusudia neno lako ndani yangu, kwa nguvu za maombi vitu vitafanyika. Jambo la tatu, chochote ukifanyacho kifanye na nguvu. Usiweke ndani ulegevu katika kufanya jambo lile. Lifanye na nguvu. Weka nguvu katika vitu unavyovifanya, na Mungu atakubariki sana. Moyo wangu na kuombea tena asubuhi hii katika nukuu ya matumaini, ya kwamba fanya vitu kwa hekima na akili, na muitishe Mungu akusaidie katika hekima na akili za kiroho unapofanya vitu vyako. Jambo la pili, jitolee na kufanya kwa moyo. Siku zote kuwa na passion ya kufanya kitu, kifanye kwa moyo, maana ipo siku, na siku yako ipo na siku moja. Na itakapofika vitu vitabadilika. Mungu atatenda makubwa juu ya maisha yako. Na jambo ya tatu, jitolee kwa nguvu zako zote. Yaani kwa nguvu zako zote fanya kitu unachokifanya na moyo. Kama ni kumwimbia Mungu katika uimbaji, imba kwa moyo. Jitolee katika moyo wako wote unapomwimbia Bwana. Jitolee kwa nguvu zako zote unapomhudumikia Mungu. Hapo kazini jitolee kufanya kazi kwa moyo, na tena kwa bidii na kwa nguvu. Na baada ya hivi vitu vitatu utakavyovifanya, mafanikio ya kesho ni makubwa. Tuko na matumaini kesho ni bora zaidi ya leo, na mafanikio yetu ya kesho yameinuliwa na yamefichwa mikononi mwa Mungu. Maana kutakapokucha, na Mungu atusaidie katika kukucha kule, tutapata neema na uwezo na nguvu za kuinua maisha yetu. Si Bwana akutende mema, akuinue na akuinue zaidi, maana pasipo yeye hatuwezi. Nasema hivi, na kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee,
kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na ikiwa Baba Mungu alimtuma mwanawe, ametukomboa sisi, basi tu huru tutende mapenzi yake na kutembea katika haki ya Mungu na kuhifadhi maisha yetu katika neema ya Bwana. Upendo mkuu aliyetupa Bwana uzidi kupenda watu wako na kupenda maisha yako na siku zote yakuzingire. Hayo mambo matatu yakusaidie kujenga kesho yako na kuwa na moyo kwa ajili ya kesho, na huduma wako barikiwe. Asante. Mathew Ndeva ndio jina langu, Radio Fortune Africa, ndani mwa kisima cha matumaini, tukifanya kipindi na makala mazuri ya nukuu ya matumaini. Asante na barikiwa sana. 456146 ndiyo TIN namba yetu. Waweza endelea kusimama kituo hiki na Mungu atakubariki sana. Uwe na siku ya baraka tena kuinuliwa. Asante popote mlipo.